Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Namshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. I thank God because He's a good God. Ambaye ametuwezesha kufika siku ya That He leo. has enabled us to come to this day. Leo ni siku ya kumshukuru Mungu. It's a day of thanksgiving to the Lord. Mbali ambao Mungu ametufikisha. For the far that He has brought us. Ni kwa neema tu. It's by grace. Toka tulipoanza January, since when we began in January mpaka sasa, until now, ni wengi wamefariki. so many have passed on. Ni wengi hawako. Some are no more. Lakini kwa neema and by grace na huruma za Mungu, and by His mercies, ameweza kutufikisha siku ya leo. It has made us come to this day. Tumepita tukaona milima na mabonde. We have seen highs and lows. Lakini Mungu ametuchunga. But the Lord has kept us. Mungu ametuhifadhi. The Lord has kept us. Sio kama tulikuwa wazuri kuliko wengine. Not because He was so good more than others. Lakini kwa neema ya Golgotha. But by the grace of Golgotha. Mungu ameweza kutulinda. The Lord has kept us. Mungu ameweza kutuchunga. The Lord has kept us. Mungu ameweza kutupigania. He has fought for us. Tulipoumwa, when you were ill, Bwana ametuganga. the Lord has tulipokuwa tunalia, when you were crying, Bwana akatupangusa machozi. the Lord has wiped our tulipokuwa tumechoka, when we were tired, akatushika mkono. the Lord has held our tulipoachiliwa, akatuongoza katika njia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana, lakini ni jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Tunaabudu hapa. We worship here. Kanisa letu ni Redeemed Gospel Church. Our church is Redeemed Gospel Church. Tunaabudu Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. We worship God the Father, the Son and the Holy Spirit. Tunaamini ya kuwa alikufa na kafufuka. And we believe that He died and He rose again. Na akapaa kwenda mbinguni. And He went to heaven. Na atarudi tena kutuchukua. And He will descend again to come and Tunaamini take kwa Roho us. Mtakatifu. We believe in the Holy Spirit. Alipopaa akasema hata tuache yatima. That when He left, He told us that He will not leave us as sema atatutumia Roho. He will send us the Holy Spirit. Spirit. Roho akashuka. And the Holy Spirit came. Roho anaandaa kanisa. And therefore the Holy Spirit is na preparing the church kanisa, and preparing the church. Ili wakati parapanda litakapolia. So that when the sound of the wote ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, all those who shall be filled by the tutamlaki Bwana Spirit, we shall receive Jesus in the heavens. Praise the Lord. Kwa hiyo hapa tuko tukijiandaa. We are here preparing siku baada ya siku, day after day, tukimngoja Bwana. As we wait upon the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. We welcome you so much. Ninataka tufunze kwa muda mchache. I just want us to learn something in a short while. Alafu tuingie kwa mambo mengine. And then we get into another thing. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nguvu wakati wa giza. Power in the time of darkness. Nguvu za Mungu ambazo zinafanya kazi. The power of God that is action in the time of darkness. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Giza, darkness, wataalamu wanasema giza ni bure. Haina kitu ndani yake. Scientists say that darkness is empty. Giza ni kitu ambacho hauwezi kukipima. Darkness is something that you cannot measure. Ni kitu ambacho ni giza tu. It is something that is a vacuum. Lakini mwangaza unaweza kuupima. But light can be measured. Ni kama vile sauti unaweza kuipima. Just like a sound you can unaweza kupima iliyo juu na iliyo ndogo. You can measure the one that is so loud or lakini low. Giza, but darkness, ama inaelezeka ni ukosefu wa kitu. That it is explainable, it is about something that is lacking. Kwa hiyo mtu anapokuwa gizani, therefore when someone is in darkness, maana kuna ukosefu wa jambo katika maisha yake. It means there is lack of something in his life. Lakini mchana wa leo nataka kukuzungumzia kwa katikati ya giza, that in the midst of darkness, Mungu anatembeaga. God is coming in his vicinity. Ndio wataalamu wanasema, ndani ya giza in darkness, ni kuna ukosefu. There is a vacuum. Ndani ya giza darkness, kuna shida. There is a problem. Ndani ya shida mara nyingi hakuna tumaini. There is no hope. Lakini hiyo ndani ya giza kunazo nguvu za Mungu zinazofanya kazi that is in work katika giza. In that darkness. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunaishi katika ulimwengu, we are living in the world ambao ni ulimwengu wa mtandao. That is the world of media. Kila mtu anataka aonekane. Everyone wants to be seen. Kila mtu
mtu anataka ajulikane. Everyone wants to be known. Kwa hiyo mtandao umekuwa sehemu ya maisha yetu. Therefore media has become part of our life. Kiasi kwamba zamani ungeweza kujificha aibu ya mwili wako. To a point that maybe long time ago you could have hidden your nakedness. Nakumbuka zamani, I remember some time back, kama ungeonesha sujipe ile skati ya ndani, if you have shown that the inside clothing, ikionekana, if it's just seen, unasikia aibu ingine, you feel so much shame, ya ajabu sana, so shameful. Lakini kizazi ambacho tunacho, but the ni kizazi ambacho hawaogopi hiyo sujipe. This generation, they don't fear, lakini wako tayari kuvua mwili wao wote, they are able to show na kubakia uchi and become naked. Unaona watu maendeleo ni kubaki uchi. Today we see that the successful people is naked and they are remaining naked. Lakini wanabaki uchi kwenye mtandao. When you live in kila mtu anataka aonekane. Everyone wants to be seen, to be famous. Lakini nataka kukuambia, I want to tell you, Mungu anafanya kazi, God is at work, inayodumu, that is working mahali pasipoonekana, in the times that are not seen, mahali ambapo watu hawaoni, in a place where no one is seen. Mungu anatumika. That's the time when God is at work. Maana kizazi tuko nacho ni kizazi ambacho ni kigumu sana, ni kizazi ambacho hakieleweki, kwa sababu mara nyingi tunataka kuonekana, na mahali tunaonekana hakuna mtu anaweza kuonya mtu, kwa sababu kila mtu anaelewa. Lakini Mungu akikuweka gizani, Mungu akikuficha, anakutengenezaga vizuri. Kama ni kiboko atakupiga, kama ni njia atainyoosha, na wakati ambapo atakuja kukuinua, kila mtu atasema huyu mtu ametengenezwa na Mungu. Nguvu inayopatikana kwa giza sio kwa wazi. Tasoma katika kitabu cha Kutoka. We shall read from the book of Genesis. Exodus. Tutasoma kwanza Matendo ya Mitume. We shall read first of all Acts of Apostles. Sura 9 na mstari wake wa 3. Chapter 9 verse 3. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume, Acts of Apostles. Sura ni ya 9, mlango ni wa 3. Maandiko yanasema hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. And I repeat, hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Then verse 4, akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Verse 5, akasema, nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Kitabu cha Isaia 45 na mstari wa 3. The book of Isaiah chapter 45 verse 3. And the Bible says, nami nitakupa hazina za gizani, nami nitakupa hazina za gizani, na mali zilizofichwa za mahali pasiri, na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. 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 Amen. Tumesoma habari za Paulo. We have read the news about Paul. Biblia inasema ya kuwa alikuwa mtesi. And the Bible says that he was the persecutor.
Huyu Paulo kabla hajaitwa Paulo aliitwa Sauli. Paul, before he changed his name, was called Saul. Na huyu Sauli kwa utoto wake, and Saul in his young age, alikomaa akiwa na roho mbaya juu ya Wakristo. He matured having hatred against the Christians. Alikomaa akijua Wakristo ni watu wa kukata vichwa. He matured knowing that Christians are to be killed. Na ndio maana mchana leo nataka kukuambia, angalia jinsi unavyolea watoto wako. That's why I want to remind you this afternoon. Look at sababu unapoweka roho mbaya kwa mtoto mdogo, when you instill a wrong jinsi unavyomfunza, anaendaga na komaa nayo mpaka vile atakuwa mtu mzima, anakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo huyu anaitwa Sauli. Alikuwa ni mtu ambaye aliona wakati ambapo watu wakiwaua watu wa Mungu. He lived in the times when people were killing the people of God. Biblia inasema kuwa alichukua nguo za watu akishika wakati wanapiga mawe Stefano. And the Bible said that he carried the clothes of Stephen. Kwa hiyo aliona jinsi Stefano alipigwa mawe mpaka vile alifariki. He saw the way Stephen was killed. Alafu sasa akaendelea kukomaa. And now he continued to mature. Na wakati anapokomaa, as he continued to mature, akili yake imejaa hasira. He is filled with anger. Na ile hasira ni kwa sababu ya kanisa. And that anger is against the church. Hasira ile ni kwa sababu ya kuangamiza watu. That wrath is against killing people. Kuna shida sana watu ambao wanafuatilia dini sana. There is a problem when people they are so religious. Hakuna mtu mgumu kama mtu anapenda dini. There's no bad person like one who na ndio maana Yesu alipokuja, that's why when Jesus came, hakuleta dini. He didn't bring a religion. Alileta uhusiano. But he brought a relationship. Kwa sababu dini, because religion inasababisha kuua. It is causing death. Mara nyingi ukikutana na mtu ambaye ameshikilia dini, when you meet someone who is so religious, mara nyingi hana wokovu. So many times it's not salvation. And this kind of people, they are so hard kuweza kubadilika, to change them, kwa sababu wanaamini kuhusu dini. They believe in religion. Sasa huyu Paulo, therefore Paul, ambaye alikuwa ni mtesi wa kanisa, that we see was a persecutor of the church. He had gone to school. Alikuwa anajua kuongea lugha karibu 5. He knew so many languages. Alikuwa ni mtu ambaye ni anajua kila kitu. He was this person who had knowledge. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye yuko sawa. And therefore he was a good or a person who is okay in the society. Kwa hiyo akapata ruhusa kwa wakuu wa makuhani. And therefore he got favor in the eyes of the ambao walikuwa watu wa dini. That were people who were religious. Ukimwangalia Yesu, when you look at Jesus, waliompenda, the one who loved walikuwa makahaba, people who walikuwa wabaya, wagonjwa, ndio walifuatana na Yesu. The ones who followed Jesus. Lakini makuhani, but the priests, waliokuwa wanashikilia dini, the ones who held, ndio walianza vita na Yesu. They are the ones who fought Jesus. Ndio wale ambao they are the ones wakampatia kibali, that they gave authority huyu Sauli, to Saul, ili aweze kuwaua watu, to go and kill people, ili aweze kuangamiza, to go and kill. Mahali tumesoma, tunamwona Sauli, we are seeing Saul, kwa sababu alizoea kuua watu, because he was used to killing alizoea kuangamiza watu, he used to killing people. Kwa hiyo anaenda katika njia ya Dameski, now headed to Damascus, pamoja na watu ambao walikuwa na waongoza, together with the people he was leading. Alikuwa anaongoza jeshi, he was leading a whole army, na hili jeshi linaenda, and this army kwenda kuua kanisa, is going to kill the church, kwenda kuua wateule, was going to kill the kwenda kuua watu wa Mungu, going to kill the people. Kwa hiyo alienda akaamini ya kuwa hakuna atakayemzuia, hakuna atakayemsimamisha. Lakini katika njia ya Dameski, ghafla Biblia inasema ya kuwa akaona mwanga mkubwa. Lakini katika ule mwanga akashindwa kuangalia, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anajisikia sana. Akasema, hii ni nani? Hii ni nani ambaye anaweza kusimamisha huu msafara? Mara hiyo akasikia sauti, na ile sauti inasema, ni mimi Kristo unayenitesa. Ukiuliza swali, utauliza Yesu yuko wapi? Mbona anasema ni mimi unanitesa? Kwa sababu yeye alikuwa anaua Wakristo, hakukutanaga na Yesu first. Lakini anasikia sauti ambayo anasema, ni mimi unayetesa. Nataka kukwambia ya kuwa unapomtesa mteule,
Unapopigana na mteule, haupigani naye, lakini unapigana na Yesu mzima. Kwa sababu Biblia inasema ya kuwa vita sio vyetu, vita ni vya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sauli anashindwa. Mbona huyu Yesu aseme hivyo? Anasema ni mimi unayenitesa. Kwa hiyo Sauli akakuwa kipofu. He became blind. Akakuwa kipofu. He became blind. Katika njia ya Dameski. Mara moja giza ikaingia. Suddenly there was darkness. Aliona mwangaza. He saw a light. Na ule mwangaza ukampiga. That light beat him. Akawa kipofu. And he became blind. Kwa hiyo akaanza kupapasa. And therefore he began to akaingia katika giza. He got into darkness. Akaingia katika giza. He got into darkness. Nataka kukwambia, what am I telling you? Wakati mwingine katika maisha unaweza kudhani uko kwenye mwangaza. You might think that you are, lakini kumbe uko kwenye giza. But instead you are in darkness. Kwa sababu giza ni ukosefu. Because darkness is giza ni shida. Darkness is giza ni uchungu. Giza ni kukataliwa. Giza ni kukosa. Giza ni mambo mengi mazito. Unaweza kutembea, watu wakakuona uko kwenye mwangaza, lakini kumbe uko kwenye kipindi cha giza. Tunamwona Sauli anaingia katika kipindi cha giza. Alikuja akiwaongoza msafara, lakini sasa imebadilika. Yeye anaanza kuongozwa. Wakamshika mkono kwa sababu haoni. Alikuja akiwa na nguvu. Alikuja akijielewa, lakini ghafla anaingia mahali ambapo hawezi kuona, hawezi kujitembelea, hawezi kujiongoza kwa sababu yuko gizani. Kwa hiyo Mungu anaanza kumtengeneza. Hamtengenezi kwenye mwangaza, lakini anaanza kumtengeneza wakati wa giza, wakati ambapo haoni ni wapi na kwenda, ni nani aliye karibu yangu. Wakati wa giza ni wakati mgumu, ni wakati ambao unaweza tukanwa na yoyote, unaweza kudharauliwa na yoyote, unaweza kuambiwa chochote, lakini sio mwisho wa maisha. Mungu anaweza ruhusu uingie kwenye giza, na watu wanaokutazama wanaweza kupiga makofi, wanaweza kukucheka, wanaweza kukudharau, wanaweza kukutupa nje, wakasema wewe sio kitu. Lakini wakati huo ni wakati mzuri ambao Mungu anatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa giza, siku tatu haoni, siku tatu hawezi kujitembeza, siku tatu anashikwa mkono, lakini Mungu anasema nataka kukutengeneza. Kwa hiyo giza ambayo huyu alikuwa ni mtesi wa kanisa, katika hiyo giza alikuwa anajua anaenda kuangamiza, lakini Bwana anabadilisha. Kwa giza kali Mungu anaharibu Sauli. Katika hiyo giza kubwa tunamwona Paulo anazaliwa. Kwa hiyo kwa giza kuna kitu kinakufaga na kingine kinazalika. Kwa hiyo tunamwona Sauli ambaye alitesa kanisa anakufa, lakini Paulo anaamka, ambaye ni mtume katika giza. Katika giza Mungu anatengeneza. Mungu anatengeneza. Mungu anatengeneza. Na hiyo giza mara nyingi hautaonekana. Unaweza kufunga, unaweza kuomba. Wakati unapopita kwenye giza, mara nyingi watu hawatakuona, watu hawatakusikia. Na wakati mwingine unasema Mungu hayuko. Mungu hazuiliwi na giza. Kwenye giza Mungu anatembea.
walking. Kwenye giza Mungu anatembea. Inawezekana unapitia giza ukadhani Mungu hayuko, ukadhani Mungu hasikii, lakini Mungu hazuiliwi, is not kept away na giza. By darkness. Mungu anatembea. God is at work. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunamwona Sauli. We see Saul. Alikuwa anaenda kuua. He was going to kill. Lakini Mungu akaziwia. He came and stopped it. Mungu akaziwia. He stopped it. Mungu anaziwia mauti. God keeps you away from death. Mungu anakuepusha na mauti. Protects you from death. Lakini mwingine alikuwa na hiyo homa. But another one had suffered the same and died from cold. Wakasema amekufa na homa. And they say that he died. Lakini wewe ulikuwa na homa, but you had cold. Mungu akaziwia. And God has kept you. Haukuingia kaburi. You didn't get into the grave. Ulikuwa na njaa. You were hungry. Kuna mwingine alikuwa na njaa kama wewe. Another one was hungry. Yule akaenda. That one passed. Lakini Mungu akaziwia. But God akakupatia uwezo wa kushinda na njaa na kustahimili njaa. Kwa hiyo tunayo sababu ya kumwambia Mungu asante kwa sababu ya yale uliyozuia. Kuna wakati ulipendwa, mwanaume akaja maishani mwako ukalia sana, ukasema mbona hakunioa, lakini Mungu alijua acha nizuie kwa sababu ninachokiona atamalizika, akazuia. Una sababu ya kumwambia asante kwa sababu ulizuia. Hata kwa marafiki ambao ulizuia nisikuwe nao, ulikuwa na sababu. Biblia inasema ya kuwa Mungu akazuia Sauli asiende kuwapiga Wakristo, not to go and kill Christians. Mungu akaziwia. Kwa hiyo mchana wa leo una sababu ya kumshukuru. You have every reason to thank God. Baada ya siku 3 ya giza, after 3 days of darkness, Paul anakuja kuona. He comes to see. Mungu anamtengeneza. God has molded him mahali pasiri. In the secret place. Mungu anamtengeneza. God has made him mahali pagiza. In the darkest point. Wakati mwingi katika maisha, so many times in life, ukitaka mbegu ikue, when you want a seed to germinate, ukiacha kwenye mwangaza, if you leave it in the light, haikuagi. It will never grow. Lazima ukubali kuizika. You have to accept it to be barren. Mahali ambapo pana giza, a place that is dark, itaota tena. And then it will germinate. Kwa hiyo Mungu, then God, hufanya kazi, He's at work, mahali ambapo pana giza. In the time when it's so Biblia dark. inasema Yesu mwenyewe, Jesus, akiwa msalabani, while he was at the cross, giza ikatokea. Darkness came. Giza ikatokea. Na hiyo giza, Biblia inasema makaburi even yakafunuka. Wafu waliokufa katika Kristo wakatoka wakati wa hiyo giza. They came out during that time. Kumbe kwenye giza ambapo kunaonekana utupu, Mungu anafanyaga kazi kubwa. Mungu anafanyaga miujiza. Mungu anafanyaga mambo ya neema. Kwa hiyo haina haja kufa moyo wakati ambapo unatembea. Ni kana kwamba hausikii sauti, ni kana kwamba ni Mungu hayuko, lakini ujua wakati huo Mungu anafanya kazi. Mungu anafanya kazi. Mchana wa leo nataka kukutia moyo. Yawezekana ulichoomba kwa mwaka mzima haujakiona, na unajiuliza Mungu yuko wapi? Mungu yuko pamoja nawe. Mungu anakutengeneza. Mungu anatengeneza mambo. Wakati atakapokutoa, kila mtu atakuheshimu. Wakati atakapokuinua, kila mtu atasema Mungu ametenda. God has made it. Usivunjike moyo. Don't have kwa sababu ulifunga. Because you fasted, you prayed. Ukazani mwaka utaenda Ulaya. This year maybe you'll travel out. Chochote kinaendelea. And nothing has happened. Uko tu hapa tunakula sukuma pamoja. Today we are just taking sukuma together. God is making something. Iko gizani. It's possible you are in na darkness. Wengine wanakucheka. And people laughing at you. Wanasema uko na mikosi. And they are saying this one is a balaa. Lakini waambie katika giza Mungu anatembea. Katika giza Bwana anatengeneza. Katika giza Bwana anafanya mambo makubwa na ya ajabu. Katika giza kuna kupangusa machozi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Katika giza. In darkness. Katika giza. In darkness.
kuna nguvu. There is power katika Bwana. In the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tusifurahie tu just be happy. Maisha ya kuonekana the life of being seen in light. Kwa sababu ukiwa unaonekana, because you are being seen, ni lazima kwanza ukubali. You have to accept first not to be seen. Unafanya huduma hauonekani. You are a minister, you are not seen. Unamtumikia Mungu hauonekani. You are serving the Lord, you are not seen. Unajikaza sana. You are so making. Hakuna mtu anakuonaka. Trying your best. Wakati mwingine unajiuliza, sometimes you question Mungu gani mweniko namfanyia kazi? Which God is this that I'm serving? Mbona sionekana? Why am I not being seen? Kuna wengine wameanza tu kazi sasa. There are people that began just a job the other day. Lakini leo wameinuka. And today have been lifted. Kuna wengine walianza masomo. Some they have wao wamemaliza mara moja. Lakini mimi nimekuwa kushindwa. This person is struggling. Why am I this way? Mbona Mungu haji? Why is God not answering? Napenda Mungu sana. I love the Lord so much. Lakini mimi sionekana. But I'm not seen yet. Tulia, wakati wa Mungu ni mzuri. Tulia, wakati wa Mungu ni mzuri. Anapokupika na kukutengeneza, utakaposimama hautafanana na hao. Hautafanana nao, kwa sababu Mungu amekutengeneza. Leo tumekuwa na shida sana. Mtu akijua mistari miwili, anafungua kanisa, anaanza tu kuhubiri, anatukana watu, mimi niko mchungaji, mimi niko hivi na hivi. Lakini acha nikwambie, let me tell you this. Kubali kupikwa. Accept to be cooked first. Kubali kutengenezwa. Accept to be molded. Hiyo mistari yako mbili ya Biblia, those two scriptures that you have, kaa nayo kwa giza. Stay them in darkness. Omba Mungu akufunulie mambo makubwa. So that he may Mungu akupatie neema, to give you grace. Akikupatia neema na when he gives you the grace and power, wakati atakutoa, the time will reveal utastahimili mateso, you shall withstand the temptations, you will withstand utaendelea mbele. The war. Si kila mtu ambaye anafungua leo kanisa itaendelea. That is opening every church all over here will continue. Wakati Mungu ameniita, when God had called me, nikamwambia Mungu, mbona unaniita na mimi sipendagi hivi? And I asked God, why are you calling me and I don't like this kind of things? Mungu akanambia utakuwa mtumishi wangu, utahubiri. And God told me that you'll be my servant and you'll preach, and I refused. Nikasema sitaki. I said no, I don't want. Sitaki. I don't want. Lakini Mungu akasema, and God told me, Esther, lazima utafanya kazi. Esther, you have to serve me. Nakumbuka miaka ya zamani kwa nenda Madhare. I remember those years I could go to Madhare. Afu kule Madhare, and in Madhare, kwa nenda kuhubiri masaa kama vile kuanzia saa 4, I would go there to preach from 10 to 1. Naenda nyumba kwa nyumba, and then go house to house. Na wakati tunaenda kule, as we continue, kulikuwa wezi wa ajabu. There were robbers and thieves. Sio mara moja nimeshikwa na wajambazi. Not once or second twice I've been taken by men. Wanachukua vyenye niko navyo, they will take everything I have, wanaenda and then go with them. Alafu sasa ile niko nalokota Biblia, and when I'm picking my Bible, I tell the Lord, is this what you called me to do? Is this really the reason why you called me here? Angalia vile nimeumizwa. See the way I've been hurt. Niko na Biblia. I am having a Bible. Haikukatazwa mimi nipigwe. And this one did not help me not to be beaten. Look, God, what is happening? Lakini nilitumika hiyo kazi. But I served kwa miaka 10. For 10 years. Nimetumika pale Madhare. I have served in Madhare. Nikihubiri sio kwa madhabahu. Preaching not on a pulpit. Na hakuna mtu, and nobody, anajua kama naweza hubiri. Even knew that I can ever preach. Lakini niko nyumba na nyumba. But I am house to house. Mchana wote wakunifukuza na nifukuza. Some those who reject me, those who accept me, they accept me. Lakini siku ile nilikuja kufungua kanisa. But when the day when I opened a church, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 98. I remember maybe it was 1998, kama 95, maybe 95 thereabout. Miaka 23 sasa. Now 23 years down, how many years are those? Toka nimefungua kanisa. When I've just opened the church. Kila anayeniona, everyone who looked at me, anasema hata na mimi naweza nifanye. He says, oh, I can also do it. Lakini hajui. But he doesn't know. Mungu aliniweka wakati wa giza mwingi. God kept me so long in darkness. Hawajui. They don't know that. Kulia nimelia. I have cried if he's crying. Kwa giza. In darkness. Mbona nione mimi? Why is he just seeing me? Mungu akasema nimekuita. But God said, I have called you. Ili uweze kunitumikia. So that you may serve me. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa machozi. In tears. Kwa kusikia vibaya. In that bad feeling. Nikaamua sasa. I decided.
Esther azalike tena, Esther to be reborn again, ili aweze kumtumikia so that she begins serving the Lord. Na nikajiingiza kwenye kazi, and then I got myself in the ministry, na mpaka leo, and up to today, nimemwona Mungu, I've seen the Lord akiwa mwaminifu, to be faithful. Wakati Mungu anakutengeneza when hapa, God is making you here, mahali ambapo watu hawakuoni, in the time when people are not seeing you, anakufanyaga kukuweka moyo mgumu. He's making you to have that rocky heart. Anakufanyaga uwe mvumilivu. He makes you to be Nilikuwa na hasira nyingine ambayo ni mbaya. I was so angry person. Usingeniambia kitu sija kuongea. Lazima ningeongea before I answer. Lakini huku chini, but here, akaniponda. He came and molded me. Lazima utapondeka. Esther, you have to be molded. Kwa hii miaka 22, for 22 years ambayo nimekuwa na kanisa, that I've had a church, hakuna penye siaonaka. there is nothing I've never seen. Matusi yote, all the abuses, nimeipata. all the insults, madharau yote, all the nimeiona. I've seen. Na ninapoiona, and when I see them, inanipa nguvu ya kuendelea mbele. It gives me strength to continue. Kuna wakati unajaza kanisa mpaka pale. There are time when the church is full. Lakini kuna wakati kanisa yote inaisha, mnabakia watu wawili. There's a time when the church is not only two people. Wawili wanapobakia, even when there are two people, bado nitamtumikia Mungu. Still serve the Lord. Kwa sababu kuna wakati, because there's a time alinitengeneza hapa chini. Kubali kutengenezwa kwa Yesu. Accept to be molded in unapotengenezwa hapa, atakapokuinua, when he lift you, utasimama. You will stand. Ndio maana watu wanasema, that's why people are saying, nasema unafanyaga? What mbona wanaume wanafungua kanisa wanafungua? Why are men opening churches and close them down? Nilikuaga kwa giza. I was in darkness one time. Na hiyo giza, and that darkness, ilinitengeneza. It has molded me. Na leo, and today, hakuna kitu kinanitisha. There's nothing that can bring me down. Hakuna. Nothing. Kama ni kilio nimelia. If it is tears, I've cried. Kama kuachwa nimeachwa. If it is rejection, I've been left. Njaa nimepitia. If it is hunger, I've gone through it. Kama ni madharau nimepitia. If it is shame, I've gone through it. Na hiyo nguvu nimeipata wapi? And where have I gotten this power from? Mahali ambapo ni pasiri. In the place of secret. Watu wa Mungu, people of God, usipende don't accept yourself to be lifted kabla hujatengenezwa. Before you have been molded. Usipende. Don't accept that. Kubali kutengenezwa. Accept to be molded first. Kubali kutengenezwa. Accept to be molded first. Unapotengenezwa, when you're being molded, utainuka juu. You will be lifted strong. Biblia inasema Sauli, the Bible says Saul, Samson, alipokata nywele, when he had been shaved, alipelekwa kwenye giza. He was taken to darkness. Na pale kwenye giza, and in darkness, alianza kujitambua. He began to realize himself. Kusudi la Mungu kwangu, the reason of God ni kulipiza kisasi, is to go and beat back. Biblia inasema kwenye giza ile, akiwa anasaga ngano, while he was grinding, kwenye lile giza, in that darkness, nywele ikaota. Again the hair began to grow again. There's a time Biblia inasema ya kuwa alipotoka kwenye lile giza, aliangamiza watu wengi. He killed more people kuliko hiyo wakati alikuwa anaonekana kwa mwangaza. More than the time when he was being Mungu seen in the anatengeneza light. chini. God molds you down here. He chini. molds you in darkness. Kubali kwenda chini. Accept to go Mtu yoyote ambaye iko chini, everyone who is low, ndo anapandaga is the one who shall be lifted. Mungu anainuaga aliye God lifts people na kumweka mtu juu, and put them high. Lakini Mungu anawashusha wenye kiburi. God always will bring those who are proud. Those who proud themselves on top. Wakati wa Mungu, there's a time of God. Mungu akuinua. God will lift you. Mungu akusimamisha. God to stand you. Katika jina la in Yesu. the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo Mungu anasema, therefore God says, kwenye giza, in darkness, kwenye kuna hazina. That's where there are treasures. Mchana wa leo, this afternoon, Mungu akakupatia hazina. May God give the treasures of darkness. Mungu akakupatia hazina. May God give the treasures of darkness. Kile kilichofichwa, everything that was hidden, Mungu akakupatia. May God give it to you jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa sababu kuna nguvu, because there is power. Vitu vilivyo gizani, kuna uwezo wa vilivyo gizani. The things that are in darkness, lazima tuvipate. We have to find them. Vilivyofichwa katika maisha yako, Mungu akakupatia katika jina la Yesu. Wakati mwingine tunalia sana. Sometimes we tell people, tunataka vile vinaonekana. We want those things that are being seen. Lakini vile vilivyofichwa, but those that are hidden, ndio vya maana sana. They are the most important. Vile vilivyofichwa, those which are hidden. Ndio maana unaona mchimbaji wa dhahabu, if you see those who are au koti dhahabu juu, they don't find gold, lakini anaendaga chini of the earth, but they kwenye go giza, deep.
in darkness. Unaangaliaga zile shimo wako ndani. You look at the holes they get mle in. ndani ndio mnatoka Inside there is gold. Mungu akakupatia hazina iliyo chini. May God give you that treasure katika jina la Yesu. In the name of Jesus.